Uh, tupo mahali hapa kwa ajili ya kuleta injili ya siku za mwisho. Tupo kwa ajili ya kueneza injili ya siku za mwisho, injili ambayo hutaisikia ikiongelewa makanisani, injili ambayo imefichwa, lakini injili ya leo utakayoisikia akitoa ubarikiwe. Utasikia eti kwamba njoo uinuliwe, utasikia kwamba njoo nyota yako ikombolewe. Lakini ujumbe wa kweli ambao Mungu anaagiza watu wake haufuatwi. Lakini sisi tuko mahali hapa kwa ajili ya ushuhuda. Msomaji niko Mathayo 24 mstari wa 3. 24:3 Mathayo inasemaje? Kimbia. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faraga wakisemaje? Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni dalili za kurudi kwake? Ni nini dalili za kuja kwake? Kwa sababu hata wanafunzi walikuwa hawajui kinachoendelea. Lakini Yesu anasemaje? Soma mstari wa 14. 14 inasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Tena habari njema itahubiriwa katika ufalme wote. Rudia tena. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda. Kwa hiyo habari njema ya ufalme itahubiriwa kote ili iwe ushuhuda. Usije kusema kwamba hukusikia. Lakini wachungaji wa leo na maaskofu wa leo wamejifungia ndani, wakiwaita waumini ati njoo ubarikiwe, njoo uchukue maji ufanikiwe, lakini hawawezi wakaendea kuwahubiria ukweli wa Mungu. Waende wakatuliza shida zao, na bila kuwaambia ni kitu gani kimewasababisha mpaka wakapata shida hizo. Hii ni injili ya siku za mwisho ambayo haitaki kupoteza. Na mitume wa Mungu walifundisha kitu gani? Walifundisha kuhusu kubarikiwa, kufanikiwa. Lakini mitume wa kweli wa Mungu walifundisha kitu gani? Msomaji niko nisaidie Mathayo 3 mstari wa 2. Kimbia. Mathayo 3:2 inasemaje? Anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo watu wa Mungu walifundisha kuhusu toba. Watu wa Mungu walifundisha kuhusu toba. Hawakufundisha kuhusu mali, kwa sababu injili ya mafanikio mwanzilishi wake ni Shetani. Injili ya kufanikiwa mwanzilishi wake ni Shetani. Msomaji niko 4:17 Mathayo 4 aya yake na 17 inasemaje? Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, tubuni. Yesu naye anafundisha kuhusu toba. Yesu anafundisha watu watubu, lakini leo nasikia njoo uinuliwe. Kwa hiyo ina maana Mungu wao hawana mafanikio. Kama kumjua Mungu inatakiwa ufanikiwe. Hao sasa wapagani ambao wana pesa tena nyingi, wao wamepataje? Mungu alishatoa utaratibu, lazima ufanye kazi, lazima ufanye kazi. Kwa hiyo ukikutana na kiongozi wa imani anakufundisha kuhusu kubarikiwa, kuhusu kufanikiwa, vitu vya kidunia, huyo ni wa Shetani. Kama kuna mtu ana swali anakaribishwa. Msomaji niko, hebu nisaidie, maana tumekuwa tukiangalia Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kuna watu wanafundisha Yesu ni Mungu mwana, wengine wanafundisha Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Lakini sasa maana yake wanakataa Yesu si mwana wa Mungu. Lakini tuangalie chanzo cha kusema kwamba Yesu si mwana wa Mungu ni nani? Kwa sababu alikuwa analeta changamoto na kudai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu alikuwa ni Shetani. Somaji niko. Haya, soma sasa Mathayo 4 ngapi? Mstari wa 1. Inasemaje? Kisha Yesu alipandishwa na Roho hata nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambiaje? Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Unaona sasa? Mjaribu aliyekuwa Shetani anauliza
ukiwa ndiye mwana wa Mungu, manake haamini au hakubali au na doubt kama ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ukisikia kwamba mtu anasema Yesu ni mwana wa Mungu na wewe roho yako ina doubt, ujue baba yako ni ibilisi. Endelea. Yaamuru mawe yawe mkate. Yesu akajibu akamwambia, akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Endelea. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha taa cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Anaendelea kudoubt. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na atakunyanyua usianguke. Endelea. Inaendelea kusema, usije ukaanguka kwa miguu yako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za hekalu za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndio maana sikia, njoo ubarikiwe, njoo ufanikiwe. Ukija kwenye kanisa langu utainuliwa. Ukija kwenye kanisa langu ati utabarikiwa, utapata fedha, utapita katikati ya watesi wako. Hayo kama ndio mafundisho ati ya Mungu, yaani mafundisho ya kubarikiwa ati ndio mafundisho ya Mungu. Sasa masikini hawataisha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Masikini hawawezi wakaisha 15:11. 5:11. 15:11 Kumbukumbu la Torati. 15:11 Kumbukumbu la Torati. Ngoja tangazo. Changamka. Funga data. 15 aya yake ni ya 11 Kumbukumbu la Torati inasema, kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele. Ndipo ninakuamuru na kukwambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako ndugu mhitaji wako. Unaona? Kwa hiyo Mungu anasema masikini hawawezi wakaisha. Masikini hawawezi wakaisha. Lakini wewe sasa ndio napo ndio unatakiwa ufungulie mkono ndugu huyo. Lakini wao injilisti wa leo unasema njoo leo tunapoa tutakupa utajiri. Kupa utajiri. Yesu mwenyewe anasema mbweha wana mapango, ndege wanaviota, lakini mwana wa Adamu hana kichwa chake. Manake alikuwa hana pesa. Ati wewe sasa ndio ubarikiwe. Mafundisho ya Shetani. Kwa hiyo mafundisho ya uzima yameachwa kwa sababu Mungu wa kweli ameachwa. Mungu wa kweli ameachwa. Msomaji, niko Ufunuo Yohana 14:6. Ufunuo Yohana 14:6. Aya yake ni ya 6 inasema. Inasemaje? Anasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu akisema, mwenye injili ya milele awahubirie hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, akisemaje? Mcheni Mungu na kumtukuza. Rudia. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye. Rudia. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Anaagiza watu wamsujudie Mungu wa kweli, watu wamsujudilie Mungu wa kweli. Lakini leo hii watu wameacha Mungu wa kweli na kufuata miungu, na ndio maana ibada zao ukizichunguza utagundua zina asili ya Babeli. Watu wameacha kufuata Mungu wa kweli, wanafuata miungu mingine. Wameacha kumwabudu Mungu wa kweli, wanafuata Mungu mwingine. Ndio maana mwabuduni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Maana yake hawezi kusema mwabuduni yeye kama hamwabudu miungu mingine. Hawezi akasema mwabuduni yeye kama hamwabudu miungu mingine. Kwa hiyo lazima tuangalie Mungu wa kweli. Lazima Mungu wa kweli tumfunulie. Maana sasa hivi imani zimekuwa nyingi, kuna mwili wake. Kuna watu wanasikia ati Mungu ni Baba yetu. Wengine wanapingana kiingia, wanasikia ati Yesu ni Mungu. Wengine wanasema Mungu hana mwana. Sasa imani zimekuwa nyingi. Sasa lazima tufunue
Imani ya kweli kwa mujibu wa Marko, maji niko. Rudi Yohana wa kwanza 5:4. Waraka wa kwanza 5:4 nasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kushinda ulimwengu ni lazima amini Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Usipoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ulimwengu utashinda. Habari za kushinda ulimwengu ni kushinda kwa habari ya dhambi. Habari za kushinda ulimwengu tunamaanisha kwamba habari za kushinda dhambi, na ndio maana watu ukichunguza bado wanasengenya, wapo kwenye makanisa bado wanatembea na waume za watu, bado kabisa wanatembea na wake za watu. Utagundua kwa sababu utagundua kwamba wapo kwenye makanisa ambayo kwa sababu na ukaendelea kuwa mzinzi, kanisa la Mungu huwezi kuwa kwenye kanisa la Mungu. Kwa hiyo kanisa la Mungu na watu wa Mungu waliamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ukiwa kwenye kanisa ambalo linaamini tofauti na hapo, ujue umekwenda. Sasa watu wamejitengea, watu wamefuata imani zao, na ndiyo maana mambo yanafanyika kanisani ni tofauti na Mungu alivyoagiza. Nisaidie Waefeso 2:23. Efeso 2:23. Ndio. 2:23 Waefeso nasema. Inasemaje? Waefeso 2:22. Wakolosai 2:23, sorry. Kolosai 2:23 nasema, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliyojitungia wenyewe. Kuna ibada za kutunga, kuna ibada za kutunga, kuna ibada za kutunga. Inasema Waefeso 2:23, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliyojitungia wenyewe. Sasa kuna ibada za kutunga. Watu wanaenda makanisani lakini wametunga ibada zao. Msomaji, niko. Sasa pia tuangalie ibada za kutungwa ambazo zinazoendelea makanisani. Watu wameingia kwenye makanisa ya watu wakihisi kwamba ni makanisa. Wakihisi kwamba ni makanisa. Katika makanisa hivi ni mabaki kufanyika ibada ambazo Mungu ibada ambazo zilifanyika na miungu wa zamani. Msomaji, niko. Nisaidia Kutoka 32 mstari wa kwanza. Sasa ili tupate kuchunguza ibada za kutunga, ili utakapoona hapo kwenye duka la Mungu. Inasemaje? Kutoka 32:1. Kwa Musa amekalia kushuka katika mlima wa Israeli. Musa alikuwa katika mlima Sinai akiongea na Mungu, lakini wao wakaona kwamba amekawia. Endelea. Inaendelea kusema, wakakusanya wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, tujifanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Haruni akamwambia, zivunjeni pete zenu na dhahabu zilizo katika masikio mwenu na wake zenu. Inasema Haruni akamwambia, zivunjeni pete za dhahabu zenu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, atina masikio na hereni katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu mkaniletee. Endelea. Watu wote wakazivunja pete zao
za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanyia iwe sanamu ya ndama. Unaona sasa ibada kwanza za nini? Na sanamu. Endelea. Sanamu ya ndama. Akafanya sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha, nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako Israeli iliyo kutoka katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, siku ya Bwana kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana, kama walivyotangaza juzi tarehe 25 kwamba ni sikukuu ya Bwana. Wanatangaza, wanaamua tu wenyewe. Inaenda kusema wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Tunaona ibada zao ni za kufanyaje? Za kucheza. Za kufanyaje? Za kucheza. Shika kwanza hiyo ibada za kucheza. Shika kwanza hiyo. Nipo mstari wa 6. Soma 15. 15 inasema, basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mkononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa, na zile mbao zilikuwa za kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita Malagoni. Subiri hapo, utaendelea. Tunaona kwamba wanatengeneza ndama, wanatengeneza madhabahu, wanaanza kucheza. Mungu anamwambia Musa, unaona wanafanya machukizo wana wa Israeli. Mungu akatamani waue, lakini Musa anaomba msamaha. Anasema ukiwaua watu watasema uliwatoa Israeli ili waje wauawe. Lakini anaporudi Yoshua anasikia sauti. Yoshua anasema hiyo sauti ni ya vita, kwa sababu ya sauti walizokuwa wanaimba, kwa sababu ya sauti walizokuwa wanacheza. Yoshua anasema hiyo ni sauti ya vita. Lakini Musa anamwambiaje? Endelea msomaji. Inaendelea kusema, Musa akasema, hiyo si sauti ya watu wakipiga kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapiga kelele kwa sababu ya kushindwa. Rudia tena. Inasema hakuna kiulizo hapo, soma vizuri. Akasema hiyo si sauti ya watu wapiga kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapiga kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbao. Bali ni sauti za kelele ambazo watu waimbao. Inasema bali kelele za watu waimbao. Unaona sasa? Kwa tunaona ibada ya sanamu, ibada ya bahari, ibada ya kutunga, ibada walikopi kutoka Misri inapofanyika, wanaanza kucheza. Musa anapokuja anamwambia, hiyo sio sauti ya vita, hiyo ni sauti ya watu wanaoimba. Kwa hiyo ukiona kuna sauti na makelele katika kanisa, ujue ni ibada ya sanamu ambacho chanzo chake ni Misri, na wana wa Israeli walikopi mpaka Misri. Msomaji, niko tumeona kwamba cha kwanza ni kurukaruka, ndio. Tumeona kingine ni kupiga kelele, ndio. Tumeona kingine ni kucheza, ndio. Nisaidie Wafalme wa kwanza 18 na mstari wa 18, anzia ibada nyingine ya uongo, halafu tuhusishe sasa hivi na uongo unaoendelea makanisani. Tunaanza na Wafalme wa kwanza 18:18. 18:18 Wafalme wa kwanza anasema. Sasa tuende taratibu tuone ibada nyingine ya Mungu ambayo ilifanyika zamani, kwa sababu Mungu anasema tuthibitishe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Sasa tuangalie ibada nyingine ya uongo. Tumeona kwamba kwenye Kutoka 32 na mstari wa kwanza pale tumeona ibada ya uongo. Sasa tuone tena ibada inayofanana na hiyo, halafu tufananishe na ibada zinazoendelea. Utajua kwamba ibada inayoendelea ni ya kweli au ni ya uongo. Msomaji, endelea. Inasemaje? Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe mtaabishaji wa Israeli? Sasa hapo Eliya alikuwa Merani, nchi ya Israeli, alikuwa Merani, taifa la Israeli, hasa kabila la Yuda.
kwa sababu walimwasi Mungu, kwa sababu walimwacha Mungu. Kwa hiyo kaomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5. Sasa Elia anarudi, mfalme anamwambia kwamba wewe ndio unaletea shida Israeli, lakini Elia anasema sio mimi niliyesababisha, bali ni wewe, kwa sababu hukutaka kushika sheria ya Mungu. Endelea. Inaendelea kusema naye akajibu, si mimi niliyesababisha Israeli, bali ni wewe na nyumba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Mabaali. Basi sasa upeleke watu wako niukusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450. Unaona sasa, manabii wa Baali walikuwa 450 na manabii wa Ashera walikuwa manabii 400, jumla walikuwa manabii 830. Msomaji, ndio leo kuna manabii wengi sana, sasa wanaitwa ni manabii wa Mungu mpaka nagombana, lakini manabii wa Mungu wafanya Biblia si walielewana. Mwingine tunakuta huko na kanisa, mwingine huko na kanisa. Ndio nabii huko anaweza kaenda katika nabii huyu aweze kaenda kupingana. Ndio mmoja sana fundisha hivi, mwingine anafundisha hivi. Ndio sasa ni manabii wa Mungu na hawaelewani, na wakati Mungu ni mmoja na Biblia ni moja na bado hawaelewani. Hakuna. Endelea na andiko. Inaendelea kusema basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana ikiwa ndiye Mungu, mfuateni; Baali ikiwa ndiye Mungu, mfuateni. Wale watu wakamjibu neno, wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, mimi nimesalia mimi peke yangu, nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili, nao wachinje, wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Kwa hiyo tunaona Elia anataka kumthibitisha Mungu wa kweli, anaamua sema watengeneze ndama, watengeneze kondoo, wamchukue ng'ombe watengeneze. Sasa Mungu atakayejibu kwa moto ni Mungu wa kweli. Akasema kwamba wao watengeneze, Elia atengeneze na wao watengeneze. Atakayejibu kwa moto ndiye Mungu wa kweli, ndiye Mungu wa kweli. Sasa msemaji, hebu angalia chini wale manabii wa Baali baada ya kutengeneza walivyoanza kuomba. Tuangalie maombi yao waliombaje, ili tufananishe na makanisa leo yanaombaje. Angalia hapo manabii wa Baali inasema Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze, kwa maana nyinyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe, wakampeleka, wakamtengeneza, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri. Endelea. Wakisema Baali utusikie, Baali utusikie. Leo makanisani tunasikia ni watu tu makelele, Yesu Yesu Yesu. Inasema wakamwita tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema Baali utusikie, Baali utusikie. Kama ibada za leo unasikia ni makelele. Endelea. Lakini inasema lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka. Rudia tena, nao wakarukaruka. Kwa hiyo naona ibada za kufanyaje, za kurukaruka. Kopi yake ni manabii wa Baali. Watu wamekosa kumwacha Mungu wa kweli, wamechukua ibada za Mungu wa uongo. Mungu wa Baali mnayemsoma makanisani ndiyo anayeabudiwa. Watu tu wameshinda kukaa wakamchunguza, na huyu Mungu wa Baali ataendelea kuabudiwa mpaka Yesu anarudi, kwa sababu watu wamekataa kusoma maandiko, wamekataa kukubali ukweli, wameamua kufuata uongo. Endelea. Inaendelea kusema, nasemaje? Ikiwa wakati wa adhuhuri Elia akawafanyia dhihaka, kama tunavyofanya hapa. Endelea. Anaendelea kusema, akasema mwiteni kwa sauti kuu. Labda ni Mungu huyo, labda anazungumza na ana shughuli nyingi, au amesafiri, au labda amelala, shati amshwe. Wanamaanisha Mungu Roho. Inaendelea kusema, wakapiga kelele. Rudia tena, wakapiga kelele. Ibada za uongo
ndio. Endelea. Wakajikatakata kwa visu na viwembe kama hivyo desturi yao, hata damu zikawapuzika. Ikawa wakati wa huzuni ulipopita, walitabiri. Habari za uongo zinaambatana na kutabiri. Utapokea gari. Nimeona unapata safari ya kwenda China. Ukafanya nini? Ukafanya nini kule? Ati nimeona mwakani utanunua gari, unataka baiskeli. Ati mwakani utajenga nyumba. Mama yako anakuroga. Ndio maana ufanikiwi, mnashinda mnapigana na ndugu zenu, mnatengenezewa chuki. Ati mama yako ndio mchawi. Wewe mwenyewe umeshindwa kumjua Mungu wa kweli. Wewe ndio umejiroga. Wewe ndio umejiroga. Mama yako ndio amekuroga. Ati mama yako mkwe au mama mkwe ndio anakufuatilia. Ati bibi yako ndio anakuroga. Ndio mafundisho yanayozidi makanisani. Hakuna kinachofundishwa. Ukweli wa Mungu haufundishi, ni utapeli tu, kwa sababu mtu kabisa anahubiri Yesu ni Bwana, alafu anakudanganya. Msamaji, kwani sisi tumeshindwa hizo janja? Kwa namna tunavyosoma maandiko hapa, tumeshindwa kufungua tukapiga hizo janja. Tukipiga janja tunaweza tukakosa waumini. Tunakosa waumini. Lakini sisi tumekataa uongo. Tumeamua kuja kuhubiri kweli ya Mungu. Ni wewe sasa uipokee au uache. Kwa sababu sisi hatutadaiwa, kwa sababu Mungu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, mtakalolisikia katika siri lizungumzeni kwenye dari. Ndio maana tuko hapa kufunua uongo wa makanisa. Endelea na andiko msomaji. Inaendelea kusema kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Sasa tuone ibada ya kweli ambayo ilikuwa inawakilishwa na Elia, na ndiyo ibada ya kweli mpaka leo, kwa sababu maandiko yanatufundisha kutufundisha. Endelea. Nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila 12 ya Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama vipimo 2 vya mbegu, akazunguka madhabahu. Kisha akazipiga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni. Inasema akasema yajazeni maji juu ya sadaka ya kuteketezwa na kuni. Anapoandaa sadaka yake anawaambia waweke mpaka maji. Weka maji hapo kwa makuni zisiwake. Kwa makuni zisiwake. Endelea na andiko. Endelea msomaji. Inasema wakafanya mara ya 2 kumwaga maji, wakafanya mara ya 3, wakafanya mara ya 3. Inaendelea kusema yale maji yakazunguka madhabahu, akaijaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema maombi ya Mungu sasa, ya watu wa Mungu. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na kuwa mimi mtumishi wako, na kuwa nimefanya mambo yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie watu wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, na kuwa wewe umezungumza na umesema na wewe umegeuza moyo wa kurudi. Ndipo moto ukashuka kutoka mbinguni. Rudia tena. Ndipo moto ukashuka kutoka mbinguni. Rudia tena. Ndipo moto ukashuka kutoka mbinguni. Ukateketeza sadaka ya kuteketezwa. Sasa swali msomaji. Ndio. Elia wakati anaomba alirukaruka. Elia wakati anaomba alipiga makelele. Elia wakati anaomba alijikatakata. Elia wakati anaomba alitabiri. Alisema tu. Unaona sasa? Kwa ibada ya watu wa Mungu hawapigi makelele. Sasa hii tunayopiga, huu ni uinjilisti hapa tunafanya. Tunahubiri injili za nje. Maana unaweza kuuliza kwa nini nyinyi mnapiga makelele?
Hapa tunakuita kwa Yesu na Mungu ameruhusu tupige kelele. Kwenye Yeremia tupige kelele, tuwatangazie makosa yenu. Ila unapokuja katika kusanyiko la Mungu hakuna makelele. Hakuna makelele. Sasa Habakuki 2:20. Tutarudi hapo. Habakuki 2:20. Tuweke msingi sawa. Habakuki 2:20 msomaji. Ndio naenda hapo Habakuki. Tumia simu maana muda unani. 2 yake ni 20 nasema. Lakini Bwana yumo ndani ya koe lake takatifu. Dunia yote ifanyaje? Inyamaze kimya mbele zake. Dunia yote ifanyaje? Inyamaze kimya mbele zake. Wapige kelele. Inyamaze kimya mbele zake. Waruke ruke. Tumeambiwa kwenye Isaya 58 inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa hizo kelele na kupigwa ni kwa ajili ya dhambi za watu, ni kuwahubiria dhambi za watu, kufanya uinjilisti nje, ile watu wanapoamini na kuingia ndani ya kanisa hakuna kelele huko. Sasa msomaji, tumeona kwamba manabii wa Baali walikuwa wanapiga kelele. Ndio. Tumeona kwamba manabii wa Baali walikuwa wanarukaruka. Ndio kujikatakata. Manabii wa Baali walikuwa wanatabiri. Utapokea kontena. Sasa Yesu alikukubali kwamba watu wake wapige kelele. Yesu aliruhusu watu wake wapige kelele wakiwa wanaomba. Tuanze kwanza na Mungu. Msomaji, Yeremia 23:23 kimbia. Yeremia 23:23 Yeremia. Inasemaje? Hapo 23 yake ni 23 inasema. Inasema, mimi ni Mungu aliye karibu. Mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Unaona? Mimi yupo karibu. Ndio. Mungu yupo karibu. Sasa unapopiga makelele na Mungu yupo karibu, unafanyaje sasa? Msomaji, 6:7 Mathayo. 6:7 Mathayo inasema. Mathayo 6 yake ni ya 7. Anasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa wasiomjua Mungu. Mataifa ni wasiomjua Mungu. Endelea. Inasema kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Ati wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Hiyo Mungu hakusikii wewe kwa sababu ya maneno mengi. Mungu hakusikii wewe kwa sababu unalia. Mungu hakusikii wewe kwa sababu unajikatakata. Endelea andiko. Inaendelea kusema basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji. Inasema basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Kwa hiyo Mungu anajua tunayotaka kabla hatujaomba. Lakini tunayotaka tunapewa kwa kufuata kile Mungu anachokisema. Lakini watu leo unashangaa wanapiga makelele, watu wanapayuka payuka, wanapiga makelele, watu wanapayuka payuka, wanahisi kwamba Mungu ndio yuko hapo, na wanaona sarakasi za makanisani, wanahisi kwamba Mungu yuko hapo. Msomaji, 16:13 Ufunuo. Kwamba ni Mungu yuko makanisani au ni kitu gani? Msomaji, soma hapo, kimbia. 16:13. Kitabu ni cha Ufunuo kinasema. Anasema, nikaona roho tatu za uchafu. Nikaona roho tatu za uchafu. Rudia tena. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura. Sasa unajua tabia ya vyura? Naijua mwalimu. Ikoje? Anapiga piga kelele, anarukaruka, anaunguruma, na mmoja kianza hapa, mwingine huko anaitikia. Mwingine alafu mtu kija nyamaza, vyote vinafanyaje? Wananyamaza. Wote wananyamaza. Ndio maandiko inaendelea kusema zikitoka katika kinywa cha ule mjoka na katika kinywa cha ule mnyama na katika kinywa cha ule nabii wa uongo. Sasa tunaona hizo roho za uchafu zinatoka kwa joka. Sasa joka ni nani? Zinatoka kwa joka. Joka ni nani? Nisaidie. Ufunuo 12:9. 12 Ufunuo na mstari wa 9. Tuone joka ni nani?
12 yake ni ya 9 inasema. Inasemaje? Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Tunaona kwamba zinatoka kwa joka, zinatoka kwa Shetani. Ndio. Roho tatu za uchafu zinatoka kwa Shetani, ndio ambazo zimewadanganya wengi, Msomaji, niko Yohana wa kwanza 4 na mstari wa kwanza. Tuangalie hizi zimewadanganya wengi. Inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua Roho wa Mungu. Sasa tunaona kuna manabii wengi wametokea duniani, lakini tunaona hawa manabii wanapewa nguvu na joka. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 13. Lazima tuombe maandiko, maana huko unapokwenda kusali Jumapili huko hamsomewagi, mnasomewa maandiko mawili, watu wanarukaruka na ibada inaisha. Lakini tunawapa maandiko hapa, lazima tuwape maandiko. Wakorintho wa pili 11 inasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kwa kazi kwa hila, wanajigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wanaotenda kazi kwa hila wanajigeuza mfano wa mitume wa Kristo. Inaendelea kusema, wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza wawe mfano wa malaika wa nuru. Shetani anajigeuza wawe mfano wa nini? Wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Kwa hiyo kama Shetani anajifanya kuwa malaika wa nuru, maana yake watumishi wake watumishi wa haki. Unaona, wanajigeuza kuwa watumishi wa nini? Wa haki. 7:15 Mathayo 7:15 anasema jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anaendelea kusema, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Kwa hiyo tumeona kwamba kwa nini? Kwa matunda yao. Matunda yao. Kwa hiyo Mungu anasali kwa nabii, baada ya kutembea na mke wa mtu, anasali kwa nabii, pengine anacheza serikalini, bado ni fisabu. Unajua kabisa lazima mjue, mwatambue kwa matunda yao. Wengine wanakwambia Mungu ameelekeza hata namna ya mavazi, namna ya kuvaa, lakini mtu mwingine anakwambia, mchungaji anakwambia yeye njoo tu, kwa sababu Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia mwili. Sasa tembeni uchi kama angalia mwili, uone kivumbi. Msomaji, niko si tumeangalia ibada ya uongo? Ndio tumeona kwamba ibada za uongo zinafundisha kurukaruka, kucheza na kujikatakata na kupiga kelele. Tumeona kwamba Yesu amesema kwamba watu kama mataifa watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo wanapayuka hawafanyeje? Hawamjui Mungu. Tumeona kwamba kuna roho za mashetani tatu za uchafu zinazoendelea ulimwengu. Ndio tumeona kwamba tuzijaribu, ndio wanataka tuzijaribu. Haya, sasa ngoja tuende kuzijaribu. Niko Ezekieli 2:2 tuanze kuzijaribu. Tuanze kujaribu, maana sasa hivi kuna roho za uongo ambazo zimeingia. Soma, anasema Ezekieli nabii wa kweli, naye aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha. Kwa hiyo roho wa Mungu anapokuingia anafanyaje? Anakusimamisha. Anapomuingia mtu wa Mungu anafanyaje? Anamsimamisha. Aya 3:22 hiyo Ezekieli 3:22 nasema, anasema na mkono wa Bwana ulikuwapo juu yangu huko akaniambia, ondoka uende uwandani, nami nikasema huko. Basi nikaondoka nikaenda uwandani, na tazama utukufu wa Bwana uliposema ulisimama huko kama utukufu ule ulioniuona karibu.
mto inaendelea 24. Ndipo roho ile ikaniingia, ndipo roho ile ikaniingia ikanisimamisha kwa miguu yangu. Hiyo roho ya Mungu anapomwingia mtu anamsimamisha kwa miguu yake. Anapomwingia mtu anafanyaje? Anamsimamisha kwa miguu yake. Haya, sasa tuone sasa roho wa Mungu anapokuingia anafanyaje? Msomaji, niko Marko 9 na ule mstari wa 17. Kimbia. Marko 9 mstari wa 17. Roho za mapepo zikimwingia mtu zinafanyaje? Mtu mmoja katika mkutano akajibu akamwambia, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila mpagapo umwaga chini. Kwa hiyo mapepo ndio yanafanyaje? Yanamwaga mtu chini. Leo makanisani tunaona kwamba watu wanajazwa Roho Mtakatifu, fire, si wanapigwa fire ili waingie Roho wa Mungu. Ndio. Lakini tunaona kwamba wengine wanaanguka. Ndio. Tunaona kwamba wengine wanaanguka. Ndio. Sasa wanaoanguka ni Roho wa Mungu. Huyo ni roho, pepo bubu linamwaga mtu chini. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kanisa watu wanajazwa Roho Mtakatifu wanaanguka chini, ujue hiyo ni roho ya Shetani. Ndio. Kama una swali unaruhusiwa kuja kuuliza. Ukiona kuna kanisa ambalo roho wa Mungu anaingia anamwaga chini, ujue hiyo hayo ni mapepo. Mungu roho ni pepo bubu. Ni pepo bubu. Msomaji, niko. Niko. Tunajaribu Mungu. Tunataka kuzijaribu. Ndio. Ndio. Watu wa Mungu si wananena kwa lugha. Ndio. Na leo makanisani watu si wananena kwa lugha. Shada la musika na sasa kwa ndivyo watu wa Biblia walivyonena. Tuangalie. Ndio sheria ya Biblia inavyonena. Msomaji, tunataka tuchunguze Matendo 2:1. Matendo 2 lakini ya kwanza inasemaje? Kunena kwa lugha iko hivi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako watu wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa pepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote wakiwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Nao walipokuwa wameketi Yerusalemu Wayahudi, inasema nao walikuwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wote wa utauwa, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, mikutano wakakutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Hilo waliokuwa Yerusalemu walisikia wakisemaje? Kila mmoja kwa lugha yake mwenyewe. Watu wa Mungu waliponena kwa lugha, si walisikiwa? Watu wa mataifa mengine walisikia, si walisikia kwa lugha zao? Inaendelea kusema wakashangaa wote, wakastajabu. Tazama, hao wote si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu kwa lugha yetu tuliozaliwa nayo? Kwa hiyo watu wa Mungu waliponena kwa lugha, watu wengine si walisikia? Walisikia Kimakonde, si wakasikia kwa lugha zao walizozaliwa nazo. Sasa leo makanisani watu wanaponena kwa lugha, unaelewa? Mimi sijuagi mwalimu. Watu wanaponena, si mmoja anakaa kona hii, mmoja mwingine anakaa kona hii. Unaelewa wanachonena? Sielewaki. Bible inatuambiaje kuhusu wanaonena sasa? Inatuambiaje? Wakorintho wa kwanza 4:27. Kimbia. Wakorintho wa kwanza 14 14:27 inasema utaratibu wa kunena kwa lugha inasema kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili au watatu. Maandiko yanasema kama mtu akinena kwa lugha wanene wangapi? Inasema wanene wawili au watatu, si zaidi. Wengine wanene wawili au watatu. Kanisa zima wanalipuka hapo. Si kanisa zima? Ndio. Si kanisa zima? Inaendelea kusema subiri, si kanisa zima? Wananena kanisa zima. Rudi andiko. Inaendelea kusema kama mtu akinena kwa lugha wanene wawili, kanisa zima. Wawili, wote. Wawili au watatu. Mmoja akae pande hii na pande hii. Wawili au watatu. Inaendelea kusema si zaidi. Tena zamu kwa zamu. Zamu kwa zamu. Endelea.
na mmoja atafsiri. Kuna anayetafsiri? Hakuna. Wakinena kwa lugha wanatafsiri, wanakuambia ulikuwa unaongea na malaika. Hebu tunene kidogo au tunene. Shakaraka paka shaka shaka koka zote pande zote ni zako Baba. Wewe unatapeliwa. Hizo ni roho tatu za uchafu. Hizo ni roho tatu za uchafu. Samaji niko endelea na andiko, tunaendelea inasema, lakini inasema lakini asipokuwapo mwenye kutafsiri, rudia tena, inasema asipokuwapo kutafsiri nyamaze, kwa sababu hakuna lugha isiyo na maana. Watu wa Mungu walinena kwa lugha, lakini kinachotokea unaponena kwa lugha, kama ni roho wa Mungu amekufikia ukaanza kunena kwa lugha, hapo lazima amshukie mtu mwingine anayeanza kutafsiri. Ndio. Kwa hiyo roho wa Mungu akishukia ukaanza kunena kwa lugha, lazima hapo automatic amshukie mtu mwingine anaanza kutafsiri. Ukiona kuna kanisa wanaonena kwa lugha ambaye hawatafsiri, ujue hapo upo katika uongo. Upo katika uongo. Inaendelea 32 inasema na roho za manabii utii manabii. Kama zitoka kama sio za manabii haziwatii manabii, sio za manabii. Kwa hiyo kama tunaona kwamba roho za manabii utii manabii, maana yake ni nini? Maana yake hapo tunaona Paulo anasema wanene zamu kwa zamu, lakini watu kwa sababu wameingia kwa Mungu wa uongo wanaamua kufuata mafundisho yao ya uongo. Marko 6:7 inasema mambo hayo mazuri yanatokea kwa sababu wapo kwenye Mungu wa uongo. Endelea. Akawaita wale serafala, akaanza kuwatuma wali wawili, akawapa amri juu ya pepo chafu, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu. Isipokuwa fimbo tu. Kwa hiyo Yesu anawaita tenashara wanafunzi wake, anawatuma wawili na anawapa amri wasichukue chochote isipokuwa fimbo, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, wala pesa wasichukue, wala mkate wasichukue. Ndio. Lakini wajifungie viatu. Akasema msivae kanzu mbili. Msivae. Akawaambia mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata nyumba hata mtakapotoka mahali pale, na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtokapo huko kung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri. Inasema wakahubiri kwamba watu watubu. Wakahubiri kwamba watu watubu. Watu watubu. Inaenda kusema wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi. Wakapaka mafuta watu wengi. Swali msomaji. Ndio. Tumeona Yesu anatuma wawili. Anatuma wawili ndio. Tumeona kwamba Yesu anawaambia wasichukue chochote. Pesa, wasichukue mkoba. Ndio. Wasichukue kanzu mbili. Ndio. Ila fimbo tu. Lakini tunaona kwamba wakatoa mapepo wengi. Wakawapaka mafuta. Wakapaka mafuta watu wengi. Ndio. Haya mafuta waliwabebea wapi? Walijikamua kwenye ngozi labda. Haya mafuta waliwabebea wapi? Maana watumishi wa uongo wanatumia mafuta na maji, wanatumia andiko hilo kuthibitisha mafuta ya mzeituni. Ati kwa andiko hilo hata Yesu mwenyewe alituma wanafunzi, watu wakapaka watu mafuta, na wao wanauzia watu mafuta na vitambaa. Ati Yesu na yeye alituma wanafunzi wakapaka watu mafuta. Sasa swali jamani, Yesu amewaambia waende wawili, wasichukue kanzu, wasichukue fimbo, wasichukue pesa, wasichukue mkoba, wala chochote, ila wajifunge tu viatu waondoke. Sasa swali, hao mafuta walibeba kwenye nini? Watatupa majibu kama wanayo. Walibeba kwenye nini? Kwa hiyo mafuta ni kitu gani? Mafuta ni nini? Watu waliopaka mafuta kwenye Biblia
Kuna maana gani? Msomaji, niko Luka 4:17. Kimbia. Luka 4:17, maana mafuta inasema, maana wanabii wa uongo wamezidi toka kanisani, hata watu wanaopaka mafuta ya mzeituni hadi wanakunywa, wengine wanakunywa, wanaenda kualisha. Mafuta ni kwa ajili ya kupikia. Chukua mafuta kapike. Wanaenda kunywa mafuta, wakienda kualisha, nasema ndo mikosi imetoka. Imetoka mikosi bado iko na wewe. Maana Mungu unamtaki Yesu. Na kunywa mafuta kosi alishe. Iko na wewe hapa. Inaendelea kusema Yesu akasema, maana kupaka mafuta inaendelea, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kwa hiyo anayepaka mafuta ni nani? Ni Roho wa Bwana, ni Roho wa Bwana. Haya mafuta kwao baba bora kakaangie chipsi. Mafuta kapigieni mtungua. Muuzie watoto wa shule. Wanapoteza nishati ambayo watu wanakosa mafuta wengine huko. Unaona? Mafuta tunapandishiwa bei. Kwa sababu mengine mnatumia kwa matumizi ambayo hastahili. Wanamwaga nyuma ya kona ya nyumba. Kwa hiyo rudia andiko msomaji. Inaendelea kusema Yesu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Ni Roho wa Bwana, ni Roho wa Bwana. Matendo ya Mitume 10 yake ni 38 nasema. Inasema 38. Inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mafuta yanapakwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu, ndio sio nao au manabii. Soma msomaji, niko Yohana wa kwanza 2:20. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 yake ni 20 nasema. Inasema ninyi, yani mimi na wewe na sisi tunaohubiri, mmepakwa mafuta. Ninyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Kwa hiyo tumepakwa mafuta na aliye mtakatifu ambaye Mungu inaendelea. Nanyi mnajua yote. Sasa nikuulize, tunaambiwa kwamba tumepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Unaona? Tumepakwa mafuta kupitia Roho wake. Ndio. Na maandiko yanasema ninyi mnajua yote. Endelea kidogo hapo. Inaendelea kusema sikuandikia nyinyi kwa sababu hamjui iliyo kweli. Ndio hapo, ninyi mnajua. Inasema kwa sababu ninyi mnajua nyote. Mnajua yote. Sasa swali msomaji, niko wanapopakwa mafuta wanajua yote. Hayo mafuta yao labda. Kwa sababu tumeambiwa mafuta yatatufundisha, ndio, na kujua kweli yote, ndio. Sasa swali, wanapopaka mafuta wanafundishwa labda wayachukue wanafundishwa kujua kweli? Hawafundishwi. Sasa haya matatizo ni kwa sababu watu wamebadilishiwa Mungu. Watu wamebadilishiwa Mungu. Msomaji, niko nichukulie katekisimu. Naomba katekisimu ya blue. Katekisimu nimefika. Soma katekisimu ya maswali na majibu inayotokana na Kanisa Katoliki, inasema ukurasa 16. 16 unasema Utatu Mtakatifu. Katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Hao ni wao wanasema tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu Baba ni nani? Ni Mungu. Mungu Mwana ni nani? Ni Mungu. Mungu Mwana ni Mungu, Roho ni nani? Ni Mungu. Hao ni wangapi? Ni watatu. Rudia tena. Inasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Wangapi? Ni watatu. Hao ni wangapi? Watatu. Kutoka 23 tunasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Inasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Inasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Unaona sasa? Unaona matatizo yalipo? Kwa hiyo watu wamebadilishiwa Mungu, na Mungu alikuwa alishatabiri kupitia nabii Danieli. Ni vile watu hawasikii. Hata vitabu vya Danieli kabisa huko
ni kama wamefunika. Wanasema wataambiwa mbinguni. Ati mtajua mbinguni. Mungu anataka mfahamu ukiwa mbinguni. Unaambiwa imani iko vipi? Tusipojiane kuhusu imani. Mambo maswali mambo ya Mungu sio ya kuhoji. Mungu amesema tuhojiane, lakini ndani ya maandiko, sio kuhojiana kwa akili zako mwenyewe. Kwa tumeona kwamba wanasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Wakorintho wa kwanza 8:6 anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, Mwana na Roho, aliye Baba, aliye Baba, aliye Baba. Inasema Wakorintho wa kwanza 8:6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Sasa msomaji, niko tumeona hapo Mungu Roho, tumeona kwamba ni Mungu. Mungu Roho ni Mungu. Tumeona kwamba anakuja Mungu. Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2 inasema. Nasemaje? Mwanzo 1:2 inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu, Mungu Roho, Roho ya Mungu, Roho ya Mungu. Warumi 8:9. Warumi 8:9 anasema, Warumi 8:9 aya yake ni ya 9. Niko hapa inasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu, ikiwa Mungu Roho, ikiwa Roho wa Mungu, kwenye Biblia kuna Roho wa Mungu, hakuna Mungu Roho. Na Roho wa Mungu sio Mungu mwingine. Roho wa Mungu sio Mungu mwingine. Roho yako wewe sio roho nyingine. Msomaji, niko nisaidie Danieli 7:15. Danieli 7:15. Danieli 7:15 aya yake ni ya 15. Danieli 7:15 inasema, basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika. Kwa hiyo roho ya Danieli ikihuzunika, ni nani anahuzunika? Anahuzunika Danieli. Ikihuzunika, nani anahuzunika? Anahuzunika Danieli. Wakorintho wa kwanza 2:10. Wakorintho wa kwanza 2:10 inasema, Wakorintho wa kwanza 2:10 aya yake ya 10 inasemaje? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata yale mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Inasema, maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Kwa hiyo ni nani anayejua mambo ya binadamu? Ila ni roho ya binadamu iliyo ndani yake. Inaenda kusema hivyo na mambo ya Mungu hakuna ajuaye ila roho wa Mungu. Ila roho wa Mungu. Hata mambo ya Mungu hakuna anayejua ila roho wa Mungu. Ni binadamu mwingine? Ni binadamu yule. Kwa nini roho wa Mungu wanamwita Mungu Roho? Wanamwita Mungu Roho. Kwa hiyo kwenye Biblia hakuna Mungu Roho. Kwenye Biblia hakuna Mungu Roho. Kwenye Biblia kuna roho Mungu. Mungu hatupi Mungu mwenzake. Mungu anatupa roho wake. Mungu anatupa roho wake. Mungu hatupi Mungu Mwana. Mungu anatupa Mwana wake. Mungu anatupa Mwana wake. 17:3 Mathayo, kimbia. 17:3 Mathayo inasema. Inasemaje? Mathayo 17:3 aya yake ni ya 3 inasema, na tazama wakati ule 17:3 inasema 5, alipokuwa katika kusema tazama wingu jeupe. Yohana, Yohana. Au soma Mathayo 17:5. 17:5 Mathayo. Mathayo 17 aya yake ni ya 5 inasema, alipokuwa katika kusema tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka kutoka katika ile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ni mwanangu mpendwa wangu, nafsi yangu ya pili, ni mwanangu Mungu Mwana, ni mwanangu mpendwa wangu, ni mwanangu mpendwa wangu. Kwa hiyo Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa. Mungu anasema Yesu ni mwanawe mpendwa. Yesu anasema Mungu ni baba yake.
Yohana 8 na mstari wa 54. Yohana 8:54. Yohana 8:54 nasema, Yohana Yesu anasema, Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu, anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mnanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo Yesu anasema Baba yake ni nani? Ndiye Mungu wetu. Mungu anasema Yesu ni nani? Ni mwanangu. Lakini watu leo wanasema Yesu ni Mungu Mwana, ni Mungu mwenzake. Wengine wanasema ni Mungu mwenzake. Wengine wanasema Yesu ndiye Mungu mkuu. Lakini Mungu anasema Yesu ni mwanawe. Yesu anasema Mungu ni baba yangu. Watu wanakezana wanafundisha vitu vyao. Watu wanakazana wanafundisha teolojia zao. Unajiuliza sasa, tuamini wao au tumwamini Mungu? Tomasi niko Saba 7:38 Yohana 7:38 nasema, aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, kama mchungaji, kama maandiko yalivyonena, kama maandiko yalivyonena, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Yesu anasema tumwamini kama maandiko yalivyonena. Ndio maandiko yanasema Yesu ni mwana wa Mungu, na kwa imani hiyo ndio iliyosababisha mpaka kifo chake. Maana yake ukipinga hilo, maana yake hata wewe kwa Yesu ungemuua tu, angesema suluhisho, ungemuua, kwa sababu Yesu anasema mimi ni mwana wa Mungu. Ndio maana Wayahudi wakataka kumuua, ndio maana wakapelekea kumuua. Kama unakataa Yesu sio mwana wa Mungu, kipindi hicho kama Yesu angekuwepo na kipindi hicho angekuwepo, ungemuua. 9:16 19:6 inasema, Yohana inasema 19:6, basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona walipiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, mtoeni nyinyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake. Wayahudi wakamjibu, sisi tunao sheria, kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo anahukumiwa Yesu kwa sababu alisema ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wewe kama unapinga Yesu si mwana wa Mungu, ati ni Mungu Mwana, ati nafsi ya pili ya Mungu, maana yake wewe ungekuwa zama za Yesu ungemuua, na wewe ni Farisayo tu na Masadukayo kama Farisayo wengine. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu ni baba yake na Yesu. Roho Mtakatifu ni roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho ati wanaona Mungu mmoja ni uongo. Hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, hakuna Mungu Roho. Kuna Mungu aliye baba na Yesu. Kuna Yesu aliye mwana wa Mungu, na kuna Roho Mtakatifu aliye roho wa Mungu, aliye roho wa Mungu. Sasa wewe roho yako ni Mungu mwingine, ni mtu mwingine, ni roho wa Mungu. Mungu anajua anayemtumia yeye. Mungu yeye ndiye anayetupa, anatupa yeye. Sasa unashangaa watu wengine wako bize ati wanamuita Mungu Roho. Mungu Roho wanapoimba kanisani wanamuita Mungu Roho, na Mungu Roho anamshuka. Sasa kuna unamauza viti vinaanza kupasuka, wanavua makoti, wanatafuta nafasi, Mungu Roho anaanza kutawala. Tumeshaona hizo ni roho tatu za uchafu ambazo ni za mashetani, ila kwa sababu watu wamekataa kweli, lazima shetani akumbuke. Msomaji niko nisaidie Wathesalonike wa pili 2 na mstari wa 9. Wathesalonike wa pili 2:9 nasema, yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kazi kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwao hao wapotea hao, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli. Hiyo watu wanapotea kwa sababu hawakubali kweli ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu huwaletea nguvu ya upotevu waamini wao uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu wao. Kwa hiyo unapokataa kweli lazima uogo uvae.
lazima uongo kufae, na uongo unapokufaa Mungu anakuacha ili mwisho wa siku hukumiwe, kwa sababu umekataa kweli. Kweli ni nini? 17:17 Yohana Injili 17:17 inasemaje? Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo kinyume cha maandiko wewe unajifunua, wewe unapotea. Watu wa leo wanasubiri wasomewe na maandiko, wanasubiri wasomewe na wahubiri wao maandiko, wanashinda kuchukua Biblia na kujisomea wao wenyewe na kujua kweli wao ndani. Mwisho wa siku wamejikuta wanadanganywa, mwisho wa siku wamejikuta wanasoma mistari miwili, ibada nzima mambo yanabaki ni kurukaruka na kucheza. Hatunamhubiri Bwana. Kama umpenda Yesu sema amen. Amen. Kama umpenda Yesu sema amen. Amen. Kama Yesu tunampenda unasema amina. Yesu kumpenda tumuulize ni kushika amina. Wewe Yesu akikupenda asema amina. Yohana 14:15 Yohana anasema mkinipenda mtafanyaje? Mtazishika amri zangu. Mungu anasema, Yesu anasema mkimpenda mtazishika amri zake. Sio kuimba kama unampenda Yesu msema amen. Lugha Kimasai. Bendera ya Yesu inapepea. Inapepea na amri zake mtaki kushika. Inapepea amri za Mungu mtaki kushika. Zinasemaje hizo? Kutoka 20:8. Yaani watu amri kibao wamekubali kushika, lakini amri moja watu wamekubali kuvunja. Kutoka 28 inasema ikumbuke siku ya Sabato, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yani amri ya ngapi? Ya 4. Si wamekubaliana kuivunja? Wote wamekubaliana. Sasa wamekubaliana kuivunja? Ndio. Wanasema kwamba Sabato haipo, lakini kuzini watu wasizini. Tuzini. Kwa hiyo unamuuliza mtu kuzini, anasema hata hiyo ni dhambi. Amri ya Mungu imekataza. Amri ya Mungu imekataza. Amri ya Mungu imekataza. Usiheshimu wazazi. Amri ya Mungu imekataza. Kushika Sabato. Hiyo ni gongomelea kwa msabani hiyo. Yaani kama tatizo haya. Niko. Unajua kwamba mkumbuka siku ya Sabato? Ndio. Ndio. Yaani amri ngapi? Ya 4. Amri ngapi? Ya 4. Maana kuna watu wengine wanahisi hiyo ni ila haipo. Hebu niangalie katikisi mdogo hapo. Angalia hiyo nyingine hiyo. Nipe. Hiyo hapo. Maana watu wengine wamepotosha hata amri za Mungu hawazijui. Unashangaa wanaandikia amri zao zingine za ajabu. Ati ndio amri za Mungu. Chukua hiyo hapo. Angalia ukurasa wa 10 hapo. Ukurasa wa 10. Nimefika. Katika amri ukurasa wa 10. Inasema amri ya kwanza inaanza ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, amri ya pili inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ati usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hiyo ni ya pili wanasema. Sasa angalia kwenye Biblia Kutoka 20 na mstari wa 4. 24 amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya pili kwenye katekisimu haipo. Haipo. Ayasoma amri ya 9 na 10 hapo. Amri ya 9 na 10 inasema kwenye nani? Kwenye katekisimu. Katika sehemu ya 9 na 10 inasema usitamani mwanamke asiye wako. Ni amri moja tu kwa wanaume, ila wanawake watamani. Inasema 10. Usitamani mali ya mtu mwingine. Ya 9 nasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10 nasema usitamani mali ya mtu mwingine. Sasa angalia hapo Biblia hapa. Amri ya mwisho nasema ya 10 nasema Kutoka 20:17 usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake. Amri hiyo ni usitamani. Ndio kutumisha, usitamani mke wake, usitamani nyumba yake, usitamani mfugo yake, usitamani kila alichonacho. Kwa hiyo usitamani cha mtu. Lakini hapo kwenye amri hiyo, hapo kwenye katekisimu kuna amri moja inaondolewa, ile ya 10 ya 9 na 10 ikavunjwa, ambapo moja usitamani mke asiye wako, wakagawana, usitamani nyumba usitamani mali sio ya mwingine. Kwa hiyo vunjwa ikaondolewa amri gani? Ya sanamu.
Sasa Yakobo 2:10. Yakobo 2:10. Tuanze kuzichunguza hizo sanamu. Soma tu hiyo, achana nayo. Yakobo 2:10. Yakobo 2:10 Yakobo inasema maana mtu yeyote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kutoka 24 nasema ikumbuke siku ya Sabato. Hiyo ni amri ya 4. Kutoka 24 msomaji. Kutoka 24 nasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwa sababu simuondolewa. Ndio. Soma amri ya 3 hapo. Amri ya 3 nasemaje? Hapo kwenye nani katekisimu? Kwenye katekisimu amri ya 3 nasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Sasa Sabato wakachange. Wakaita kwamba ni kitakatifu siku ya Mungu. Ya Mungu. Haya sasa kutoka 28. Kutoka 28 nasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hiyo kwa sababu watu wamegeukia Mungu mwingine, watu wamebadilishiwa Mungu, wakabadilishiwa na hata siku ya ibada. Siku ya ibada ni Sabato ya Mungu, ni siku ya saba ambayo ni Jumamosi, na Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu, sio Baba, Mwana na Roho. Kama kuna mtu ana swali anakaribishwa. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu, sio Mungu Baba, sio Mungu Mwana, sio Mungu Roho. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio ni Mungu wa baba yetu. Watu wanaabudu familia ndivyo ni. Wanasema ndio Mungu mwenyewe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ni miungu ya Babeli ambayo imevishwa majina ya kwamba ni Mungu. Mungu wa Biblia ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Yesu kwa mujibu wa maandiko ni mwana wa Mungu, sio Mungu Mwana, ni mwana wa Mungu. Siku ya ibada ni Sabato ya Mungu. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Usije ukatushuhudia uongo, tunataka kuona kama mtu ana swali uweze kuulizwa. Tusije tukaondoka ukasema wale ni wazushi, wale wanadanganya, wale wanasema uongo. Sisi tunaondoka hapa unyamaza milele. Amina. Unyamaza tu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho sio Mungu wa Biblia. Mungu wa Biblia ni baba yake Yesu. Yesu ni mwanao. Roho Mtakatifu ni Mungu, sio Mungu mwingine. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho hawatengenezi Mungu wa Biblia. Mungu wa Biblia ni baba yake Yesu. Yesu ni mwana wa huyu Baba. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. 17:3 Yohana Injili 17:3 inasema. Inasemaje? 17:3 Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa. Yesu ametumwa. Waraka wa kwanza 4:14. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:14 anasema. Inasema 14. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana mkuu Mwokozi wa ulimwengu. Amemtuma mwana. Kwa hiyo kuna Baba aliyemtuma mwana. Sasa watu wengine wanasema Yesu ndiyo Baba mwenyewe. Ati ni Mungu Mwana, Mungu mdogo. Kuna Baba aliyemtuma mwana. 14:6 Yohana Injili. 14:6 Yohana Injili inasema. Inasemaje? Yohana 14:6 Injili. Nimefika hapo. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kuna Yesu aliye njia. Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ni njia ya kwenda kwa nani? Kwa Baba. Sio kwamba Yesu ndio Baba. Yesu ni njia ya kwenda kwa Baba. Yaani njia ya kwenda.
ni mwana wa Mungu. Njia ya kwenda Kariakoo ndo wanaita Kariakoo. Yaani njia ya kwenda Kariakoo ndio sema Kariakoo. Njia ya kwenda Kariakoo nasema Kariakoo. Kuna Yesu aliye njia ya kwenda kwa Baba. Kwa hiyo kuna Baba na kuna nani? Kuna Yesu. Sasa watu wanachanganya sema ni nafsi ya pili ya Mungu. Kama ni nafsi ya pili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anajidanganya sasa. Anaposema kwamba alimtoa mwanawe. Kwa nini asiseme nijitoa mimi? Alitoa nafsi yangu. Mungu wa utatu ni muongo. Mungu hana nafsi tatu. Hebu nisaidie Mwanzo 22:16. Mwanzo 22:16. Je, Mungu ana nafsi tatu? Anasema, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Soma vizuri kwa nafsi zangu. Nimeapa kwa nafsi yangu. Nimeapa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo Mungu anasema ameapa kwa nafsi yake. Ndio. Sio nafsi zake. Ndio. Mungu hana nafsi tatu. Ndio. Kuna mtu anaswali. Aje tuonyeshe kuna Mungu roho anapatikana hapo kwenye Biblia. Amina. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ni mafundisho mageni. Na Mungu alipasha tabiri. Alipasha tabiri. Nisaidie Danieli hapo. Danieli. Mungu alipasha tabiri. 11:37. Danieli 11:37 kimbia. 37 inasema wala hata jali miungu ya baba zake wala yeye yotamaniwa na wanawake wala hata mjali Mungu yoyote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya yote, lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome. Atamheshimu Mungu wa ngome. Sasa huyu alikuwa ni mfalme ambao atafunuliwa siku nyingine vizuri tu taratibu. Maana kesho tuko hapa tunamfahamu huyu Mungu. Mara nyingi makanisa mengi unabii hawagusi kwa sababu ndio unabii wengi hawagusi. Ndio unabii hawagusi. Sasa sisi tutafunua na Bible inajitafsiri yenyewe. Ndio Bible haitafsiri na mtu kama anavyodhani. Hahitaji maelezo. Sasa mtu unasikia eti mwanzoni Mungu alikuwa Baba katika uumbaji. Baadaye akarudi akawa Mwana. Hadi sasa hivi amegeuka. Mungu sio kigeugeu. Malaki 3:6 kusoma. Malaki 3:6. Inasemaje? Malaki 3:6. 3 yake ni ya 6. Malaki inasema, je, wewe Mungu unaweza kugeuka? 6 nasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Anabadilika. Sina kigeugeu. Sina kigeugeu. Nani wa Ibrania? Tumwangalie Yesu wewe. Wewe nawe ni kigeugeu? Unageuka. Yaani hii injili ni ya siku za mwisho ambayo pengine unaona msisikie tena. Sasa kama tunakiona kuhubiri ukiuna chafu kumi na ngapi? 13:8. 13:8 wa Ibrania anasema watu watoke kwenye mambo ya ibilisi. Shetani anawadanganya watu. Wanajua kwamba wanamwabudu Mungu, kumbe wanamwabudu yeye. Maana shetani naye alisema atakiinua kitu chake na ambiwe. Kwa hiyo tunakuwa makini sana. Lazima ujikute kwenye ibada ya ibilisi. Soma andiko hilo. 13:8 Yakobo Ibrania anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana anabadilika. Jana na leo hata milele. Yeye yule jana na leo hata milele. Ageuki huyu. Ndio. Yakobo 1:17. Hebu nisome. Yakobo 1:17. Unageuka. Inasema alikuwa Baba. Sasa hivi kwenye wokovu kama Mwana. Baadaye kama Roho. Wewe. Inasema Yakobo 1:17 inasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitoacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika. Hakuna kubadilika. Wala kimvuli cha kugeuka. Haya. 3:16. Mungu baada ya kuona uovu umezidi, kuna Mungu aliyemtoa mwanawe kwa ajili ya kuja kutuokoa, kufanya iwe kafara, kwa sababu ukombozi wowote ni lazima uondolewe dhambi, ni lazima damu imwagike. Hakuna uondolewa dhambi bila kumwaga damu. Msomaji, ndio nataka kuona andiko Waebrania 9:22. Waebrania 9:22. Niko hapo Waebrania. Mungu
atoe kafara. Mungu akutoa Mungu mwenzake, alitoa mwanawe. Ilibidi Mungu atoe kafara. Inasemaje? Inasema Waebrania 9:22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo la dhambi. Ilitakiwa Yesu aje ili damu yake itoke. Ndio. Damu yake fanyaje? Itoke. Kwa Mungu anamtoa mwanawe. Nisaidie Mathayo 26:28. Mathayo 26:28. Mungu anamtoa mwanawe ili aje afe. Wale wanasema eti Yesu ndio Mungu mwenyewe, wengine ni Mungu Mwana. Yesu anasema Mathayo 26:28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo lazima damu itoke ili uovu ufanyaje? Uondoke, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio unapotenda dhambi kibiblia inatakiwa ufe, lakini Mungu kwa kupenda ulimwengu ndiye anamtoa mwanawe. 3:16 tutasomea. Kwa Mungu anapenda ulimwengu, anamtoa mwanawe ili damu yake iwe mbadala. 3:16 Yohana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata badili basi chukua basi hiyo. Changamka msomaji, nimalize kwa inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Sasa huyo Mungu aliyeupenda ulimwengu akamtoa mwanawe, huyo Mungu ni Baba, Mwana na Roho? Watuambie. Yaani huyo Mungu aliyemtoa mwanawe. Sasa kuna Mungu na kuna mwanawe aliyetolewa. Huyo Mungu aliyemtoa mwanawe ni Baba, Mwana na Roho. Wao wanasema wao wanasema ni Baba, Mwana na Roho. Sasa huyu mwana atakuwa nani? Sasa si watu wana watendaji wao? Ndio. Waje watuambie huyo Mungu aliyemtoa mwanawe ni Baba, Mwana na Roho. Hao tukiona wapi? Huyo Mungu aliyemtoa mwanawe ni Baba, Mwana na Roho. So kweli. Kuna mtu ana swali. Tunajadili tukiwa sawa, tupendo wote ni Wakristo. Wakristo hasa katika imani hii. Tunakukaribisha uulize swali kuhusu hii mada tunayoongea. Tunasema Yesu ni mwana wa Mungu, si Mungu mwana. Watu wanamsafia Mungu. Mungu alijitoa. Aliyekufa sio Mungu Baba, ni mwanawe. Kwa hiyo kuna Mungu, kuna mwanawe, kuna roho yake. Hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, wala Mungu Roho. Kuna mtu ana swali. Tunakaribisha swali. Tunakaribisha swali. Tunaongea tu kama ndugu, tena kwa upendo. Unakaribishwa uulize swali. Maana tunaweza na ubizi ukawa na maswali yako. Sasa ili tuelewane, maana kuna maandiko yanayotumika kusupport eti kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Wengine wanafundisha Mungu. Unasoma kabisa ili tukutukulie. Maana kuna maandiko yapo yanayotumika kusupport Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kuna mtu ana swali, anayo maandiko yote tu tunajadili. Kwa upendo tu. Kwa upendo, maana tunaambiwa tujadiliane kwa upendo, kwa upole. Kwa upole. Ila ukija kwa kubisha itabidi tukupe muda tubishane. Maana Mungu ameruhusu tujadili. Hivyo kila unaenda kuuliza kujifunza nitakuonyesha kutegemea na hivyo ambayo nitakufundisha. Wengine walimu nitakufundisha. Hiyo si itakuwa na masaa mengi hiyo. Hiyo kile kiburi yetu sisi tuko tayari. Tuko tayari. Lakini kile maneno ya kujifunza tunakukaribisha sana. Tena kwa upendo. Kwa upendo na upole. Maana Mungu amesema tujifunze. Na hata kama una hoja tu, unaweza kusema bwana mimi naamini hivi. Kwa sababu 1 2 3 4 tutajadili tu vizuri.
tutajadili. Lakini ukija kwa lengo la kubisha, tupo soba kweli kweli. Tuko soba. Roho wa Bwana yuko juu yetu. Biblia zipo. Tunazo Biblia. Kila kichaka tunakijua. Kila kichaka tunakijua. Ukiwa na maandiko, stori za kanisani, subiri huko kanisani. Ukiwa na hoja ya kimaandiko, tusemezane. Lakini kama unakuja na stori, subiri kanisani. Lakini unaruhusiwa hata kama una stori kwa lengo la kujifunza, sio kubisha. Lakini kama unataka uje kushindana, kuna maandiko, stori, subiri Jumapili. Mungu ameshauri. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sio Mungu wa Biblia. Kuna mtu anasema hao wote hawaamini hivyo. Simnaamini hivyo wote. Wote hawaamini hivyo. Hao hawaamini hivyo. Wameikana imani hadharani. Mungu Baba, Mungu Mwana, sio Mungu wa Biblia. Kuna mtu anasema hao hawaamini hivyo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kuna mtu ana swali? Hapa tunapohubiri, tunahubiri kwa ajili ya kufunua ukweli wa Mungu, kuonyesha mambo ya Mungu, kuonyesha ukweli wa Mungu. Ni wapi uliona mtu anafundisha habari za Mungu akauliza maswali? Kuna mtu ambaye anaruhusu watu waulize maswali, anafundisha na anaruhusu watu waulize, ni nani? Lakini sisi tunawaruhusu kwa lengo moja, tujifundishe. Na unapojifundisha ujue ukweli, na unapojua ukweli ufuate. Sio ujue tu. Ukakaa nao ndani, baadaye utahojiwa, na sisi hatuko tayari kuhojiwa. Ndio maana tumekuja hapa kusema naye. Kuna mtu ana swali, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, kwenye Biblia haipo. Ati wanaona Mungu mmoja, haipo. Kuna mtu ana swali? Kwenye Biblia kuna Mungu aliye baba yake na Yesu, kuna Yesu aliye mwanawe, na kuna Roho Mtakatifu aliye Roho wa Mungu, sio Mungu mwingine. Ati Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Kuna mtu anaandiko hapo kwamba anaenda kaja akathibitishia Mungu Roho. Ati Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Hao si ni watatu? Mungu Roho hapatikani kwenye maandiko. Ndio mtu swali. Basi kama hamna, sisi tutaondoka. Maana hakuna anayehubiri anaruhusu maswali. Au mshawahi kuona mtu anahubiri na anaruhusu muulize? Mshawahi kumuona mtu anahubiri na anaruhusu kwamba njoni muulize? Hata makanisani kwao hawapei. Hata makanisani uruhusu kuuliza. Hata makanisani uruhusu kuuliza. Mtu maiki. Ulikuwa na swali? Mtu maiki swali. Ila swali gani? Sasa hao wengine wanayapata wapi? Wanapata wapi? Na hao niuliza wanapata wapi? Hao ni Wakristo pia. Baba na Mungu, Bwana na Mungu Roho. Hao ni Wakristo. Wanayapata wapi? Muuliza tu akusikie. Wana hao hao wanayapata wapi? Wanaosema Mungu Baba, msomaji, Mungu Mwana na Mungu Roho. Wanaosema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Wanayapata wapi wao? Na vitabu ndio hivi hivi. Tunapovisoma nyie na wao wanavisoma hivi. Sasa sikia mzee. Huyo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho alikotoka, nataka nikuonyeshe. Nataka nikuonyeshe alikotoka. Nisaidie katekisimu. Nimuonyeshe huyo Mungu Roho alikotoka. Ukurasa 16. Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatokana na Katekisimu ya Maswali na Majibu inasema. Inasemaje? Inasema katika imani ya Kristo.
Wao sio sisi. Mungu ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho ni Mungu. Rudia tena. Inasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Haya, mpe mic. Inaendelea kusema ni fumbo ambalo nimekuelewa. Asante, nimekuelewa. Umeelewa? Ameelewa. Sasa unasikia sasa mzee? Twende sambamba kidogo. Unaona sasa, niangalie mimi mzee. Si unaona kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu. Ni Mungu, si ndio hivyo? Si umeona hivyo? Sasa kwa nini wengine wamekopa? Si ndio hivyo? Kwa nini wengine wamekopa hapo? Maana hiyo imekopiwa hapo na makanisa mengine yameiga hapo. Umeona? Sasa kwa nini yanaiga? Msomaji, niko naomba unisaidie Ufunuo Yohana 17 na mstari wa 3. Ufunuo Yohana 17 na mstari wa 3. Changamka msomaji. 17:3 Ufunuo Yohana yasema. Inasemaje? Nilitoka katika roho ya jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke huyo alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepakwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake, kilichojaa na machukizo na machafu ya washati wake, na katika kipaji chake cha uso alikuwa ameandika jina la siri, Babeli mkuu, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa mzee, kwa unapoambiwa Babeli mkuu, mama wa makahaba, anapokuwa mama wa makahaba, si maana yake ana watoto makahaba? Si ana watoto makahaba? Ndio. Sasa kahaba kwanza ni nani? Nisaidie Ezekieli 16:32. Kahaba ni nani? Lazima ukweli ufike. Ezekieli ngapi? 17:32. Ezekieli 17:32 nimefika hapo. 32 inasema Ezekieli 16:32. Okay. Kimbia. 16:32 Ezekieli inasema. Inasemaje? Anasema mke wa mtu azinie, akaribishaye wageni badala ya mumewe. Sasa mke wa mtu mzee azinie, anayekaribisha wageni badala ya mumewe, huyo ni nani? Ni kahaba. Sasa umeona kuna mwanamke ambaye ni nani? Ni mama makahaba. Mama wa makahaba. Sasa mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Nisaidie Waefeso 5:22. Kimbia. Waefeso 5:22. Kimbia msomaji. Naenda hapo Efeso 5:22 nasema mwanamke ni nani? Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo Kristo anahusisha na nini? Kristo ni kichwa cha kanisa. Ni Kristo cha kanisa. Kwa mwanamke anahusishwa na nini? Na kanisa. Hiyo hapo Ufunuo imetumia lugha ya nini? Ya mafumbo. Imetumia mifano. Mungu anatumia mifano. Ukisoma Isaya 12 na mstari wa 10 usisome. Kwa Mungu ametumia kitu akimaanisha nini? Ni kanisa. Ndio. Ufunuo 19:7. Ufunuo Yohana 19:7. 19 yake ni ya 7 niko. Inasema na tufurahi tushangilie na tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja, na mkewe ametoka tayari, na amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo yake ya utakatifu. Sasa mzee, Kristo anaonekana kwamba ni nani? Bwana harusi. Ndio. Anakuja anakuwa mume wa nini? Wa kanisa. Kwa hiyo kanisa limefananishwa na nini? Na mwanamke. Kwa unaposikia mwanamke anayezini, maana yake ni kanisa linalofuata mafundisho yasiyo ya Mungu, na Mungu mwingine. Mungu kibiblia ni mume wa kanisa. Ndio. Kwa kanisa, mwanamke anayefuata mafundisho tofauti na Mungu ndio anafanyaje? Anazini. Sasa tumeona kwamba huyo ni mama wa nani? Wa makahaba. Maana yake hilo kanisa linafuata mafundisho yasiyo nani? Ya Mungu. Maana yake haya makanisa mengine yaliyozaliwa kutoka hapo yanafuata pia mafundisho yasiyo nani? Ya Mungu. Maana yake yanazaliwa na huyo mwanamke. Kwa hiyo ukiona kanisa lolote linalofundisha kwamba Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, wamechukua kutoka kwa mama yao mwaka wa 330 fundisho la Utatu lilianza. Umeelewa kwanza hapo? Umeelewa? Una swali lingine? Sasa hawa wachungaji si wanawapoteza watu. Hatimaye inakuwaje kwa Mwenyezi Mungu? Haya sasa. Nisomee Isaya hapo 9:16. Iliandikwa, ilishatangulia kuandika. Isaya 9. Waacheni hao ni viongozi wa vipofu. Kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia shimoni. 9 ngapi? 9:16 Isaya. Kwa maana waongozao watu hawa ndio wakoseshao, na hao walioongozwa na hawa wameangamia. Kwa hiyo wote wameangamia.
Mungu ameleta Biblia kwa ajili ya watu wakae waisome, sio waifiche ndani. Usikubali kusoma Biblia na mchungaji wako. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, nunua Biblia uanze kusoma, utaona Mungu roho humo, utaona kuna roho wa Mungu. Sasa swali, roho wako wewe ni mtu mwingine? Unasema roho yako ni mtu mwingine? Ni wewe. Roho yako ni mtu mwingine? Ni ya kwako wewe. Sasa roho wa Mungu ni Mungu mwingine? Bwana, ni Mungu wewe wa kwangu. Sasa hilo fundisho utatu. Kwa hiyo utatu haupo. Sema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, wanaunda Mungu mmoja. Hayo ni mafundisho wametoka kwa mama yao, yametoka kwa Babeli mwaka 300 katika mkutano wa Nikea. Una swali lingine? Una swali jingine mtumishi? Asante kwa kuelewa. Kuna mtu ana swali? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hawaundi Mungu mmoja Biblia. Tena unaambiwa, hebu nisaidie kwenye hiyo katekisimu hapo. Nisaidie kwenye katekisimu hiyo. Hiyo ndogo hiyo. Katekisimu ndogo? Hiyo. Nisaidie ukurasa wa 42. Ukurasa wa 42. Kimbia hapo. Mungu sawa na Baba, Baba sawa na Mwana, Mwana sawa na Roho. Inasema ukurasa wa 42 katekisimu. Nafsi zote tatu ni sawa. Inasema nafsi zote tatu ni sawa. Baba sawa na Mwana, Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Sasa wewe Yesu, wewe ni sawa na Baba. Nisomee Yohana 14:28. Yohana 14:28. Yohana 14:28. Inasemaje? Yesu anasema hapo. Anasema inasema msifadhaike, mlisikia kwamba mimi naliwaambia nenda zangu tena naja kwenu. Kama mngenipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Tunalingana. Ni mkuu kuliko mimi. Tuko sawa. Ni mkuu kuliko mimi. Ni mkuu kuliko mimi. Sasa haya maandiko huwezi kusomewa, kwa sababu wakija tu hapo watamtetea mama yao. Umeona? Kwa sababu kama mama alivyo ndivyo na binti alivyo. Nisomee Ezekieli 16:44. 16:44. 44 inasemaje? Inasema kwa kila mtu aaminie. Soma vizuri msomaji. Misali hii atatumia kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kwa hiyo kama mama alivyo ndivyo binti yake. Mama akifundisha watu wavunje amri na binti zao watavunja. Mama akifundisha kwa mama wa utatu, Mungu ni utatu na watoto wanafuata na binti zake watafundisha. Kwa hiyo kama mama alivyo ndivyo binti zake walivyo. Kwa sababu mama ni kahaba na ana watoto. Watoto lazima wawe makahaba. Kwa nini? Kahaba ni ambaye anazini tofauti na mumewe. Ndio. Mwanamke kahaba ni anayezini tofauti na mumewe. Ndio. Mwanamke tumeona ni kanisa. Kwa hiyo ni kanisa linalofuata mafundisho yasiyofundishwa na Mungu. Wanajiandikia kijitabu kidogo, yani bora uchane Biblia kuliko hiki. Wanajiandikia pembeni. Umeelewa? Swali jingine nafikiri. Kuna mtu ana swali? Hapa ni kikao tu, kwa hiyo tunakukaribisha kwa swali lolote la kiimani. Kwa nini makanisa hapo mengi kuliko gazeti? Kanisa kwanza ni moja, hebu nisaidie kwanza hapo. 4:4. Waefeso. Kanisa ni moja. Kuna makanisa kibao, ila Mungu anatambua kanisa moja. 4:4 Waefeso nasema mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tumeona nini? Bwana mmoja. Tumeona nini? Tumaini moja la wito wenu. Mwili mmoja. Wakolosai 1:18. Wakolosai 1:18. Wakolosai 1:18. Wakolosai 1:18 inasema naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Kwa hiyo tumeona kwamba mwili mmoja. Hapo tunaona Yesu ndio kichwa cha huyo mwili. Ndio. Kanisa. Maana kanisa ni moja. Lakini leo hii utakuta huku kuna kanisa, huku kuna kanisa, kule kuna kanisa na huku kuna kanisa. Anachofundisha huyu ni tofauti na huyu. Anafundisha huyu tofauti na huyu. Na wote hawaelewani, wamejitafutia bwana wao. Hawaelewani. Haya, nisaidie Isaya hapo. 4 mstari wa kwanza. Isaya 4 mstari wa kwanza. Isaya 4:1. Isaya 4 lakini ya kwanza nasema. Nasemaje? Isaya 4:1 nasema na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu, lakini tuite kwa jina lako
au tuendelee aibu yetu? Tumeona mwanamke ni kanisa. Ndio. Si tumeona kwamba utampata mwanaume mmoja. Ndio. Wanaume tumeona kwamba ni Kristo. Ndio. Wanasema kwamba tuitwe kwa jina la? Kwa jina lake. Kwa jina lako. Ile tufanye tuitwe. Yaani tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu, tuitwe kwa jina lako tu. Maana yake ni nini? Tutafundisha mafundisho yetu, lakini tuitwe wa Kristo. Umeona? Tuitwe wa Kristo. Kama sisi tunafundisha mafundisho yetu, lakini tutuitwe tu, tutumie tu hilo jina kwa jina lako. Kwa hiyo watu wanatumia jina la Yesu wakisema kwamba ni Bwana wao. Yesu ni Bwana, lakini hawafuati amri zake. 14 Yesu anasema si kila niambie Bwana Bwana atauona ufalme wa Mungu, bali ni wale wanaotimiza mapenzi ya Baba yangu. Sasa nafikiri Yesu alikuwa anawaambia watu gani? Wapagani? Kuna anayesema Bwana Bwana mpagani? Ni hao wa Kristo. Si wa Kristo. Ndio. Wanasema Bwana 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 Bwana, Bwana yuko sawa. Si ndio hivyo? Sasa ukimwabudu Mungu kinyume cha maandiko lazima upotee. Ndio shida ya makanisa kuwa mengi madhehebu. Tumemaliza, maana mimi naenda mbali. Tuulize kama kuna mtu ana swali kwa mara mwisho. Kwa hiyo tutaishia hapo sasa. Kwa mchungaji hapo, wito wako nini sasa kwa mchungaji? Hukumu ya mchungaji. Hukumu ya mchungaji. Mtu wa mshahara ni ngapi? Isaya 40 ngapi? 46:10, si ndio? Soma. Isaya 46:10, hao wachungaji ambao wanawadanganya watu. Isaya 46:10. 46 yake ni ya 10. Isaya anasema Isaya 40 ngapi? 56. Isaya 56 Maana wachungaji hao hukumu yao iko vipi? Ni nani? Maana Biblia ina watumbuaji watu wa namna hiyo. 56:10. Walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa, wote ni mbwa, walio bubu, hawawezi kulia, hutoota ndoto, hulala usingizi, hupenda usingizi. Naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, nao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Kwa hiyo Biblia imewaita wachungaji wasiojua neno ni nini? Ni mbwa. Mchungaji akwambia nenda kanisani Jumapili, huyo ni mbwa. Hajui neno la Mungu limesema nini. Mungu Baba ni Mungu Baba, ni Mungu Mwana, Mungu Roho, ni Mungu mmoja. Biblia haijasema hivyo, huyo ni mbwa. Iko hivyo. Mimi nafikiri nimemaliza. Kama kuna mtu ana swali, nashukuru sana. Sisi tupo. Atahoji. Haya, madam tu ni maandiko. Na kesho tutafungulia mambo mengi. Tunaanza kuanzia saa 10 kamili. Tupo hapa kumalizia ukweli wote.